ambaye baada ya kumaliza mzozo huko katika Mashariki ya Kati baina ya Iran pamoja na Israel, sasa nguvu kubwa anasema atazipeleka huko kati ya Urusi na Ukraine. Rais huyu wa Marekani amekuwa akishinikiza kupatanisha mapatano katika mzozo wa Ukraine, ambapo anasema anataka kushughulikia mzozo huo ambao umedumu kwa miaka mitatu, na ni moja kati ya vipaumbele vyake ambavyo anataka kuona anatamatisha na hili. Rais huyo wa Marekani anasema angependa kuona makubaliano ya Urusi na Ukraine ambayo amesema yangekomesha uhasama nchini Ukraine. Alisema hayo siku ya Jumanne asubuhi akizungumza na waandishi wa habari katika Air Force One wakati akielekea kwenye mkutano wa NATO huko The Hague. Alipoulizwa angefanyaje ikiwa tamko la mwisho la mkutano huo ni pamoja na lugha za kulaani Urusi, Trump alisema itabidi niliangalie, lakini unajua ningependa kuona makubaliano ya Urusi. Trump pia alielezea simu ambayo alizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin wakati Putin alijitolea kuwezesha mazungumzo na Iran. Trump alisema hakuhitaji usaidizi katika nyanja hiyo, lakini akasisitiza kwamba analenga kufikia makubaliano na Moscow kumaliza mzozo wa Ukraine. Tangu arudi madarakani Januari, Donald Trump amejaribu kurejesha uhusiano na Urusi ambao ulikuwa umekatika chini ya mtangulizi wake Joe Biden. Moscow imekaribisha mabadiliko hayo na ilionyesha nia ya kurekebisha uhusiano huo kati ya Urusi na Ukraine. Msukumo wa kidiplomasia ulisaidia kuanzisha upya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine pamoja na Urusi ambayo Kiev iliachana nayo mwaka 2022, ikiripotiwa kuwa matakwa ya wafuasi wake wa magharibi hasa mataifa ya NATO yamekuwa yakimuunga mkono juu ya kukataa kufanya mazungumzo Bwana Volodymyr Zelensky. Hadi sasa duru mbili za mazungumzo zimeshafanyika huko Uturuki mwezi uliopita. Kutokana na hali hiyo, pande zote mbili zimefanya msururu wa mabadilishano ya wafungwa kwa kuzingatia makubaliano ambayo Moscow na Kiev zilifikia wakati wa duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja mnamo Juni 2. Mabadilishano ya kibinadamu yaliyofanywa tangu mazungumzo hayo pia yamejumuisha kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya wanajeshi waliouawa, ambapo Urusi imerudisha mabaki ya zaidi ya wanajeshi 6,000 wa Ukraine na kupokea 59 kama malipo. Pande hizo pia zilibadilishana rasimu ya risala zinazoelezea maono yao katika ramani ya kuelekea makubaliano ya amani. Hata hivyo, licha ya mazungumzo, lakini Kiev imeongeza mashambulizi katika eneo la Urusi, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye vituo vyake vya anga, wakati vitendo hivi karibuni imekuwa ni hujuma pia katika maeneo ya reli katika mikoa ya Bryansk na Kursk nchini Urusi. Vimegharimu maisha ya watu 7 na kuacha majeruhi wengi nchini Urusi. Moscow imeshutumu Kiev kwa kujaribu kudhoofisha mazungumzo hayo. Hata hivyo, bado kumekuwa na jitihada za kuhakikisha mazungumzo hayo yanafanyika, huku mataifa ya magharibi sasa yakitaka warudi mezani kwa ajili ya kufanya mazungumzo hayo bila masharti yoyote ambayo mwanzoni watu wa magharibi waliyaweka kwa ajili ya mazungumzo hayo. Trump ameelezea kusikitishwa kwake na pande zote mbili, akionya kwamba Washington inaweza kuweka vikwazo kwa Urusi na Ukraine ikiwa mzozo hautamalizika. Hadi sasa amepinga shinikizo kutoka kwa viongozi wa Ulaya kuweka hatua mpya za adhabu kwa Moscow, akisema kuwa kuweka vikwazo vipya kunaweza kuhatarisha mazungumzo ya amani. Moscow imesema mara kwa mara iko wazi kwa mazungumzo bila masharti. Putin aliambia kongamano la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg. Pande hizo zimesalia katika mawasiliano ya duru ya 3 ya mazungumzo kulingana na kiongozi wa Urusi.